Mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa 87.5 Lindi FM, ninakukaribisha katika kipindi kizuri, kipindi cha maombi na maombezi. Kabla sijaanza na niombe kisha tuendelee. Baba Mungu, katika jina la Yesu, jina lako Baba litukuzwe mno, jina lako libarikiwe. Asante Bwana kwa matendo makuu ambayo umeendelea kutenda kupitia kipindi hiki cha maombi na maombezi. Baba, tumekuona ukiponya, ukifungua waliofungwa. Baba, tumeona nguvu zako kupitia kipindi hiki. Zipo shuhuda mbalimbali katika vipindi vilivyopita kwa jinsi ambavyo Bwana umeonekana. Na sasa Baba, tunapoenda kuanza kipindi hiki, tunaalika tena uwepo wako Roho Mtakatifu uliye mwalimu wa kweli. Tuko tayari ukatufundishe. Anza pamoja na sisi Bwana, na ukamalize pamoja na sisi, katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Victor Kamafa wa kanisa la EAGT, kanisa ambalo linapatikana katika mji wa Morogoro, sehemu moja inaitwa Lukobe. Ndipo tunapomtumikia mahali pale, na kanisa lipo kwenye chuo cha Biblia ambapo watumishi wa Mungu wanakuja kwa ajili ya kusoma, ambacho kiko chini ya kanda na kwa ajili ya diploma. Na tunamshukuru sana Mungu kupitia kipindi hiki. Ninazo message nyingi kwenye simu kwa watu ambao wamepiga, wengine wameshukuru kwa jinsi ambavyo kipindi hiki ambacho kimewatoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Na wewe mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ni kuhakikishie kwamba umefanya maamuzi mazuri kuangalia channel hii ya Sibuka TV, na wewe msikilizaji wa Lindi FM, kwa sababu imekuwa ni baraka sana kwa watu wengi, na watu wengi wamenufaika na kipindi hiki. Tunajifunza, lakini pia tunakuwa na muda wa kwenda kwenye maombi, na zipo namba kwenye skrini hapo ambazo wengine wamekuwa wakizitumia baada ya kipindi. Wametuma message kuleta mahitaji yao. Nilikwambia kwamba mambo mengine yanahitaji ushauri kabla ya kuombewa, yanahitaji ushauri, na wengi wamekuwa wakitumia namba hiyo, wengine wakinishirikisha mahitaji yao kwa ajili ya kuomba, na tumekuwa tukiomba na Mungu amekuwa akionekana. Pia na wewe msikilizaji wangu na wa Lindi FM, unaweza kutumia namba hii 0658 164467 hata kwa shuhuda kwa yale ambayo Mungu amekutendea. Lakini pia unaweza ukatumia mitandao ya kijamii ambayo inapatikana kwenye Sibuka TV. Ukaangalia pia na vipindi vilivyopita. Kama kipindi kilichopita wiki kama 3 tulikuwa tunajifunza namna sahihi ya kuitumia sala ya Baba Yetu. Hivyo vipindi vinapatikana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye TV hii ya Sibuka TV. Basi nikukaribishe sana sana. Unaweza kutumia namba yako, simu yako, pia ukawaambia watu wawili watatu wakafungua channel hii, na msikilizaji wangu wa Lindi FM kawashirikisha wakafungua channel hii, radio hii, kwa ajili ya tuungane nao kwa ajili ya kujifunza, lakini pia tutapata muda wa maombi. Somo letu ambalo tutajifunza siku ya leo, tutajifunza kanuni 5 za kufuata ili upokee muujiza wako. Kanuni 5 za kufuata ili uweze kupokea muujiza wako. Tunapozungumzia muujiza, ninamaanisha hitaji lako. Na hii maanisha hitaji lako linaweza kuwa kupata uponyaji. Na tunapozungumzia habari ya muujiza, yaweza kuwa hitaji lako kuolewa, kupata watoto. Yawezekana huko kwenye ndoa bado hujapata watoto, kuinuliwa katika uchumi. Yawezekana pia kazini kwako, au bado unatafuta kazi, mwanafunzi, masomo. Kwa hiyo tunapozungumzia kwamba kupata muujiza wako ni hitaji ulilo nalo. Sasa zipo kanuni ambazo tutaziangalia. Hizi kanuni ukizifuata, lazima utapokea kile unachokihitaji kutoka kwa Mungu. Na hili somo ni la muhimu sana kuliko unavyofikiri, kwa sababu huwezi kupokea muujiza nje ya kanuni. Mambo ya Mungu ili uyapate, lazima ufuate kanuni. Baraka za Mungu au chochote unachokihitaji kina kanuni zake.
kina kanuni zake. Kwa hiyo somo hili ni la muhimu sana kwako msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Ndio maana Mungu ametupa nafasi mimi na wewe ili tuwepo kwa ajili ya kujifunza na kisha tutakufanya maombi. Kuna utaratibu wa kupokea vitu vile tunavyovihitaji kutoka kwa Mungu. Kuna utaratibu. Wewe ni shahidi. Inawezekana kuna vitu ambavyo umevihitaji kwa Mungu muda mrefu hujavipata. Sasa nataka nikuhakikishie kwamba mpaka mwisho wa somo hili na kuhakikishia chochote unachokihitaji kwa Mungu utakipata. Tulishawahi kujifunza mali hapa katika kitabu, mimi ni mwandishi wa kitabu kinachosema kwamba elewa Mungu anavyochukia unapoomba usijibiwe. Kwamba kama una maombi yasiyo na majibu, Mungu afurahishwi. Kama unaomba na upokei, Mungu afurahishwi. Mungu anasema niite nami nitawaitikia. Kwamba tunapomuita Mungu lazima tuone matokeo. Na kama tuoni matokeo, tatizo sio Mungu, tatizo ni kwetu, tatizo ni kwako. Kwa hiyo ndio maana tunajifunza somo hili kwamba kuna kanuni za kufuata. Hizi kanuni ukizifuata utapokea hitaji lako kutoka kwa Mungu. Jambo lote unalohitaji kutoka kwa Mungu lazima utalipata. Baraka za Mungu au chochote unachokihitaji kina kanuni. Kama nilivyosema, kuna utaratibu wa kupokea vile tunavyovihitaji kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Ukiwa kwenye kanuni na bado hujaona mafanikio, wewe subiri majira. Kama kweli uko kwenye hizi kanuni, jambo la kufahamu, na hakuna mtu yoyote awezaye kumpokelea mtu mwingine muujiza au baraka kutoka kwa Mungu. Hakuna mtu yoyote. Ndio maana nikwambia kwamba ni vizuri ukatuma message kwa wasikiliza watu wengine, ndugu yako, rafiki yako, kamwambia afungue channel hii, asikilize channel hii, kwa sababu wewe uwezo ukampokelea muujiza kutoka kwa Mungu. Hata kama ni rafiki yako, hata kama ni mke wako, hata kama ni mme wako, ni mtoto wako, uwezi ukampokelea muujiza. Kama ingekuwa hivyo, ingekuwa ni rahisi kwamba unaenda sehemu unaombewa, unampokelea mtu muujiza. Muujiza lazima aupokee mtu binafsi, mtu peke yake. Kwa hiyo ni muhimu sana kusikiliza somo hili kwamba hakuna wezaye kupokelea mtu muujiza mwingine. Kwa hiyo tutataka tuangalie hizi kanuni hizi 5 za kufuata ili upokee muujiza wako. Tutawaangalia watu waliomwendea huyu Yesu walifuata kanuni hizi, ndio maana waliona matokeo. Hata wewe ukifuata kanuni hizi na kuhakikishia utaona matokeo. Lazima ufurahie kumwona Mungu. Inapendeza unapomwabudu Mungu na Mungu akaonekana katika maisha yako. Inafurahisha na unaendelea kutamani kukua pamoja naye. Kama anaendelea kudhilika katika maisha yako, kumwabudu Mungu bila kuonekana katika maisha yako, utafika mahali ukate tamaa. Kama unaomba na maombi yako huoni majibu, huoni matokeo, vikundi vingi vya watu vimevunjika. Watu wengi makanisani hata kuomba waombi wamekata tamaa. Wewe ni shahidi. Hata vikundi wanapoita watu kuomba makanisani, tunatangaza maombi, waombaji hatuwaoni, watu hawaonekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamefika mahali wamekata tamaa. Wanaomba lakini hawaoni matokeo, wanaomba lakini hawaoni majibu. Hapa tulishawahi kujifunza somo ambalo linasema siri ya maombi yanayojibiwa haraka, namna ya kuomba na kupokea majibu ya haraka. Tuliona kwamba inawezekana kabisa ukamaliza maombi yako na amina na ukapata majibu. Kama Yesu alisema kabla mjaomba nalisikia. Inawezekana kabisa, inawezekana. Kwa hiyo maombi mengi nyakati za leo, mafundisho ni machache sana. Watu wanaomba lakini hawana mafundisho, mwisho yake wanafika ukata tamaa. Kwa hiyo kanuni hizi na kuhakikishia zitakuwezesha kupokea kile unachokihitaji kutoka kwa Bwana. Kanuni ya kwanza, tii kile unachoambiwa na watumishi wa Mungu. Kama kweli unahitaji kuona matokeo, kama kweli unahitaji kupokea kile unachokihitaji kutoka kwa Mungu, kuna kanuni ya kutii unachoambiwa na watumishi wa Mungu.
Watu wengi wamepoteza miujiza yao kwa sababu ya kutokutii. Kutokutii kile wanachoambiwa na watumishi wa Mungu, wanaotumishi wa Mungu. Na hii imekuwa ni changamoto kubwa sana. Watu wengi wamepoteza miujiza yao. Watu wengi wameshindwa kumwona Mungu. Wamefika mahali wanaanza kuhesabu watumishi wa Mungu. Nimeenda sehemu, mtumishi fulani ameniombea, bado tatizo langu lipo. Kumbe tatizo sio watumishi wa Mungu. Tatizo ni wale wanaoombewa. Yawezekana hata wewe mwenyewe umekuwa ni tatizo. Siku moja nikupe ushuhuda. Siku moja kuna mtu alinishirikisha hitaji lake pale kanisani. Alikuwa amesafiri, akanishirikisha hitaji lake ili nimuombee. Sasa katika maelekezo niliyopewa, nikapewa maelekezo kwamba niombe naye siku 3. Afunge masaa 12 na mimi nifunge masaa 12. Huko awe naomba na mimi niwe naomba. Nikamwambia siku ya mwisho, siku ya 3 nitakwambia cha kufanya. Nitakuombea, lakini nataka hizi siku 3 ili hitaji ulionishirikisha omba na mimi nitaomba. Funga siku masaa 12, ombea hitaji lako na mimi huku nitakuwa na pamoja na wewe. Na mimi nitakuwa nafunga, ninakuombea. Na siku ya 3 nitakwambia cha kufanya. Siku ya kwanza nikafunga masaa 12, nikaendelea. Nilivyompigia simu akaniambia baba, na mimi ninaendelea na maombi. Nikasema ongea sana mwanangu. Siku ya pili nikawa nimeingia kwenye maombi ya kufunga. Nimefika kama saa 9 za mchana. Nikasema ngoja nimpigie huyu mwenzangu nione anaendeleaje. Kwa hapo sasa kuna maelekezo Mungu alikuwa amenipa siku ya 3 tufanyeje. Sasa nikampigia simu. Nikamwambia mwanangu, unaendeleaje na maombi? Leo tuko siku ya 2. Akaniambia baba, sikiliza, nilitaka nikupigie simu. Unajua baba, mambo yameingiliana, sikuweza kufunga. Huyo ni mtu mwenye hitaji amenishirikisha, lakini yeye ana mzigo na hitaji lake. Akasema baba, sikufunga, mambo yameingiliana. Baba, nilitaka nikupigie simu kwamba leo baba sijafanikiwa, lakini kesho ninaendelea. Na mimi nikamwambia sikiliza, mimi nilikuwa kwenye maombi ya kufunga, lakini mimi ninafungulia sasa hivi. Ni maombi ya kwanza kufungulia saa 9. Sasa nikaona kwa nini nijitese tena. Akasema baba, hapana, sikiliza baba, usifunge, wewe endelea na maombi. Wewe endelea na maombi. Yaani nikaona sasa hapa najilisha njaa bure. Mtu ambaye amenishirikisha hitaji lake, nimepewa maelekezo tufunge siku 3, na tukiwa siku ya kwanza nikapewa maelekezo siku ya 3 nifanyaje baada ya maombi. Nampigia siku ya 2 mwenye uhitaji hajafunga. Na mimi nikabidi nishie huyo saa 9. Nikaona hakuna sababu ya kujilisha njaa. Sababu ya kujilisha njaa. Kwa nini? Huyu mtu alipoteza muujiza wake kwa sababu ya kushindwa kutii maelekezo. Ni vizuri usikilize maelekezo unayopewa na watumishi wa Bwana. Unapohitaji kuombewa, ni vizuri usikilize kile wanachokuambia watumishi wa Bwana. Miujiza mingine inatokea kulingana na mtu anavyotii anachoambiwa na watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu. Tuangalie wakoma 10 walipomwendea Yesu, aliwaambia nini? Je, hawa watu walitii? Hawa watu muujiza wao ulikuwa kwenye kutii. Muujiza wao ulikuwa kwenye kutii. Yawezekana wewe tatizo ulilonalo mpaka sasa, shida ulionayo mpaka sasa hivi, umeshindwa kutii maelekezo unayopewa na watumishi wa Mungu. Ukisoma katika Luka sura ya 5. Luka sura ya 17, Luka sura ya 17 kuanzia tukisoma kuanzia sawa, anasema ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, mwana
nenda mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Walipokuwa wakienda walitakasika. Hawa wakoma walikuwa ni wakoma, na desturi za Wayahudi, wakoma ni watu ambao walikuwa naona ni watu ambao walikuwa wafai. Walikuwa wanatengwa na jamii. Walikuwa hawawezi kuchangamana na watu wengine, kuishi kwao walikuwa wanajitenga. Mtu ambaye alikuwa ni mkoma alionekana ni najisi, afai. Sasa watu hawa, maandiko yanasema walishasikia habari za Yesu. Walishasikia Yesu anavyoponya, Yesu anavyotenda miujiza, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa. Walishasikia taarifa, walizipata hizo taarifa, habari walizisikia, miujiza ambayo Yesu alikuwa akitenda. Hata sasa bado miujiza ile anatenda mpaka sasa. Tukifuata kanuni hii, kama nilivyosema, zipo shuhuda nyingi. Zipo shuhuda za watu wamepona, watu wamepona. Vipindi vinavyokuja nitaendelea kusoma zile shuhuda, jinsi watu walivyofunguliwa, jinsi watu ambavyo wamemwona Mungu kupitia maombi ya kipindi hiki cha maombi na maombezi. Maombi na maombezi. Hata wewe nataka nikuhakikishie kwamba hakuna tatizo lolote lile linaloshindikana kwa Mungu. Sasa wakoma hawa walishasikia habari za matendo makuu Yesu anayoyafanya. Walishasikia watu wakiponya. Sasa maandiko yanasema ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya Yesu. Sasa alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Hawa watu 10. Hawa watu 10 na maana mpaka wanajikusanya walikuwa sehemu moja, wanakaa pamoja, wanahadisiana, wanasemezana. Na watu waliokuwa wanadhibitisha kuponywa kwa wakoma ili waweze kutangaza walikuwa ni makuhani, walikuwa watumishi wa Bwana. Sasa kumbuka hawa watu wakoma walikuwa na makuhani siku zote na walikuwa hawajawahi kupona. Hawa watu waliishi na makuhani siku zote. Sasa kile kitendo cha Yesu kuambia waende wajionyeshe kwa makuhani, wajionyeshe kwa makuhani, asema alipoona aliwaambia nenda mkajionyeshe kwa makuhani. Hao watu wangeanza kujiuliza maswali. Sisi tulitarajia Yesu atuponye. Sasa Yesu anatupeleka kwa makuhani ambao tuko nao siku zote, na tujionyeshe ili iweje? Wangeanza kujiuliza maswali. Kwamba sisi tulitarajia Yesu atuponye. Sisi tulitarajia Yesu labda angetamka neno, labda angesema kitu chochote, au angetuambia tukienda kujionyesha kwa makuhani ndipo tutapokea uponyaji. Sasa wangejiuliza maswali. Hawa watu wako siku zote na makuhani. Inawezekana siku zote na kuombewa walishaombewa, bado hawajawahi kupata uponyaji. Sasa yule waliomtarajia awape uponyaji anawaelekeza kwa wale watu ambao walikuwa nao siku zote, watumishi wa Bwana. Lakini ninachotaka kusema msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, hawa watu walitii kile walichoambiwa. Walifuata maelekezo. Hawakuwa wabishi. Hawakwenda kwa Yesu kuna watu wanakuja kwa utumishi wa Bwana tayari wao wana majibu yao. Wana majibu yao. Tutaona huku mbele. Sasa hawa watu wakaamua kutii kile walichoambiwa. Na huko mbele Yesu akuambia mkiwa mnaenda njiani mtapokea uponyaji. Hakusema hivyo. Bwana angewaambia hivyo kwamba mkiwa mnaenda kujionyesha kwa makuhani njiani mtapokea uponyaji. Lakini hao watu walitii. Walitii maelekezo. Walitii maelekezo. Sasa wakiwa njiani wanaenda kutii kutokana na kile walichoambiwa. Maandiko yanasema ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Walipokuwa njiani baada ya kutii maelekezo, Yesu alishajua kwamba hapa ilikuwa ni kuwapima, watafanya kile wanachoambiwa. Lakini walipoanza kutii wakiwa njiani, maandiko yanasema walitakasika. Na hapa inaonekana hao watu walikuwa hawajafika mbali sana.
Maana tunaona na Maandiko yanasema na mmoja wao alipoona ya kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akamfuata Yesu. Lakini nataka kuona kwa nini walipata uponyaji, walitii. Kwa nini watu hawa Mungu Yesu aliwaponya, walitii kile walichoambiwa. Walitii walichoambiwa. Sasa kama kweli unahitaji miujiza mingine, inatokea kulingana na mtu anavyotii. Kama ushuhuda niliokupa kwamba huyu mtu alinishirikisha hitaji lake, nikapata maelekezo kwamba tuombe naye siku 3, lakini akiwa siku ya pili akaacha maombi, akufunga tena. Na huyo mwenye shida, ndio hivyo watu wengi wana shida. Tatizo kutokupokea muujiza wako. Tatizo sio Mungu, tatizo ni kwako. Tatizo ni kwetu. Mungu mwenyewe yupo kwa ajili ya kutenda miujiza. Yeye anasema yeye ni Bwana kwa kwenye mwili, alipo jambo gumu linaloshindikana. Anasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwake yanawezekana. Kwake yanawezekana. Na kumbuka nikwambia msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, sio kipindi cha Yesu watu wote bado walipokea miujiza yao. Kuna wengine aliwapita. Kuna wengine walibaki wanashangaa. Wengine walimfuata Yesu kwa maslahi fulani. Wengine baada ya Yesu kutenda miujiza wakapata chakula, wakamhitaji Yesu awe kama duka wapata chakula bure. Baada ya kuisha watu 500, watu 5000, zaidi ya 5000, wakaanza kumfuata Yesu. Akawaambia nyie hamfuati kwa sababu ya neno, mnafuata kwa sababu ya chakula. Sababu ya chakula. Kwa hiyo Yesu kuna vitu anaweza kukutaka kupima, kuangalia namna ya wewe. Yawezekana unachelewesha muujiza wako. Unachelewesha muujiza wako. Mtu mwingine alikuwa na vifungo vingi, alikuwa na vifungo vingi. Sasa nikapata maelekezo kwamba huyu, ili Mungu amfungue, anatakiwa amwamini Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yake. Kwa sababu Yesu akishaingia ndani, ina maana kama kuna vitu vilikwemo vinatoweka. Alikuwa ni mgonjwa wa muda mrefu sana. Nilipomshirikisha nikasema ni vizuri umpokee Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yake. Akaanza mimi nina dini. Mimi nikamwambia mimi ninachotaka ukuelewe, nilichokuambia ni umpokee Yesu. Watu wana dini lakini bado ni wagonjwa. Watu wana dini bado ni warevi. Watu wana dini bado ni wazinzi. Kuna baba mmoja nisikia yule kule sehemu moja hapa Tanzania. Yule baba alikuwa na pesa na mali, ana dini, lakini alikuwa na amani. Wakamkuta chumbani amejinyonga. Ana dini, ni kweli dini anayo, lakini hana amani. Na amani haipatikani kwa sababu ya dini. Ni baada ya kumwamini Yesu akaingia ndani ya maisha. Sasa yule baada ya kumwambia hivyo akaniambia mimi nina dini yangu. Nikamwambia sawa, una dini lakini bado mateso unayo. Una dini lakini bado vifungo unavyo, umelala muda mrefu. Kwani usimwamini huyu Yesu akakutoa kwenye mateso hayo? Akasema mimi unajua nina dini yangu. Na mimi sikutaka nimwambia, nataka umpokee Yesu. Yesu akiingia ndani ya maisha yako, kama kuna kitu kilikuwa kinakutesa, kitatoweka. Maelekezo niliyoyapata. Sasa baada ya kuhangaika sana, baadaye akanipigia tena simu. Akasema bwana, ni mimi, ni yule ambaye nilikupigia kwamba niko hivi na hivi nahitaji maombi yako. Kumwambia hapa kitu cha muhimu ni kumpokea Yesu. Akasema niko tayari kumwamini Yesu. Nikamwambia una mtu wako, una mtu karibu hapo, ili wakati mwingine anapomwombea mtu kujua usalama wake, yuko katika mazingira gani. Akapatikana mtu, nikamwombea, akampamini Yesu, akafunguliwa. Baada ya muda mchache akafunguliwa, akapona. Kwa hiyo kuna vitu vingine, fuata maelekezo. Kama kweli unahitaji muujiza wako inaweza ikawa ni uponyaji. Muujiza wako kwenye biashara, kwenye ndoa. Yawezekana muujiza wako kwenye watoto. Muujiza wako ni sehemu yoyote pale ambapo kuna uhitaji. Sasa kuna maelekezo wakati mwingine utapewa na watumishi. Sasa tii kile unachoambiwa na watumishi. Tumwangalia mtu mwingine chupu
apoteze muujiza wake, akose muujiza wake kwa sababu ya kutaka kutii kile alichoambiwa. Wafalme wa pili, Wafalme wa pili sura ya 5. Wafalme wa pili sura ya 5, tuangalie watu. Huyu mtu ni mojawapo kidogo nusura apoteze muujiza wake, kwa sababu anawaendea watumishi huku ana matarajio, ana mipango yake. Anaenda kwa watumishi huku anataka kuwaamulia wafanyeje. Huyu mtu mmoja ambaye alikuwa ni Naamani. Kitabu cha Wafalme wa pili, Wafalme wa pili sura ya 5. Maandiko yanasema, basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ukiona mtu amekusifia sana, ameongea mambo mengi sana, akaweka lakini, ujue kinachofuata kinaharibu zile sifa ulizo nazo. Huyu mtu amesifiwa sana, huyu amesifiwa sana, jemedari wa jeshi huyu Naamani. Maandiko yanasema alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake. Alikuwa mtu mkubwa. Sikiliza hizo sifa. Mwenye kuheshimiwa. Unaona hizi sifa alizokuwa nazo? Mwenye kuheshimiwa. Kwa sababu ya mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Kila vita walivyoenda, huyu Naamani jemedari wa jeshi aliwapa kushinda. Sifa alizokuwa nazo. Anasema tena alikuwa mtu hodari wa vita. Yaani alikuwa na sifa nyingi. Lakini Biblia inasema lakini alikuwa mwenye ukoma. Na nimekuelezea watu wakoma walivyokuwa wanatengwa, walikuwa wafai kwenye jamii, walikuwa ni watu ambao wanabaguliwa. Sasa huyu ni kwamba sifa tu ndio zilimsaidia, lakini kwa sababu ya ukoma alitakiwa asiuwemo kwenye jamii. Alikuwa na matatizo hayo. Ni kama wewe unaweza kuwa na sifa nyingi, kwamba ni kweli amesoma, ana degree ya kwanza, ana degree ya pili, ana masters, ana PhD, lakini ni mrevi. Ni mrevi. Kuna baba mmoja alikuwa msomi, ana cheo kazini kwake, ni afisa kwenye kitengo fulani, lakini yule alikuwa ni mrevi. Akinywa pombe anarudi nyumbani kwa kupiga kelele. Mheshimiwa kazini. Sasa zile alivyokuwa akipiga kelele, akirudi kazini, zile taarifa zilikuwa zinafika kazini kwake kwamba yule mtu mkubwa mnaye, lakini huku anakoishi tunapata shida. Sasa wanamkalisha vikao. Mabosi wenzake wanasema, wewe ni mtu mkubwa kazini, unatuaibisha. Tunasikia huko kwenye makazi unakokaa na hao watu wanakuja hapa kupata huduma. Anasikitika sana, anasema kwa kweli haitajitokeza tena, haitajirudia tena. Akijitahidi wiki moja, wiki ya pili amelewa tena. Akirudi nyumbani kelele. Anaanza kupiga kelele, bado hajafika nyumbani kwake anaanza kupiga kelele. Anawaambia kama kilomita 1, anaanza kuambia kupiga kelele, nifungulie na ingia nyumbani kwangu. Ikawa ni aibu. Na kuja binti mzuri, una sifa zote, lakini ni mzinzi. Yaani hiyo sifa inakuchafuria uzuri ulionao. Inakuchafuria maisha ulionayo. Unakuchafuria maisha ulionayo. Na baba mmoja nikamkuta amevaa vizuri, amependeza. Amependeza kama mimi nilivyopendeza hapo unavyoniona mtazamaji wangu. Lakini alikuwa anavuta sigara.
moshi unatokea puani. Moshi, mtu amevaa vizuri, amechomekea, amevaa tai yake, lakini masigara yanatoka puani. Mpaka watu wanakaa pembeni, wakipita wanaanza kuzima pua kwa sababu ya ule moshi. Sifa ilikuwa hiyo inamharibia sifa ya uzuri wake, ya heshima yake, ya usimati wake unaharibiwa na ile alichokuwa na akianza kuvuta sigara. Kwa hiyo inawezekana na wewe kuna tatizo linalokutesa. Hiyo shida ulionayo ndio inaharibu sifa ulizonazo. Kwamba umesoma. Ni kweli una elimu lakini huna kazi. Huna kazi. Una vyeti. Hilo ni tatizo. Unahitaji kupokea muujiza wako, kupata kazi. Kwamba umesoma, una elimu, unataja vyuo vingi ulivyosoma mpaka nje ya nchi, lakini huna kazi. Hilo ni tatizo. Lazima lishughulikiwe kwenye kipindi cha maombi na maombezi. Mungu hajakuma ukae hivyo, hicho kitu kikuondolee sifa ambayo ungekuwa nayo. Huyu mtu ili tatizo lake lilimuondolea sifa. Alikuwa na sifa nzuri, tumemwona Naamani, lakini alikuwa mwenye ukomo. Sasa tunataka kusema, tunataka kujifunza hapa huyu namna ya kupokea uponyaji. Mstari wa 2 asema, na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkwewe Naamani. Wakachukua huyu mtu. Washami walikuwa kama nilivyosema, walipiga, wakamchukua mfungwa, binti mdogo akaenda kwenye kumhudumia mkwewe Naamani. Sasa mstari wa 3 maandiko yanasema, akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyoko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, aliarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponya ukoma wake? Fahamuni basi na kusiini, mwone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Sasa mstari wa 8, msikilize tazamaji wangu, msikizaji wangu, nisikilize kwa makini hapa, nisikilize kwa makini sana. Mstari wa 8 anasema, ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampeleka mjumbe. Elisha kutoka hapo akampeleka mjumbe. Maana anasema akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka anatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Faripari mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Huyu mtu Naamani akaenda sasa
Baada ya kupata taarifa, yule binti aliyesababisha uponyaji alipomuona yule Naamani, sifa alizonazo, lakini zile sifa zinaondolewa na ukoma, tatizo alilo nalo linaondolewa na ile linaondoa sifa zote. Naona sifa zote. Yule binti akakumbuka kwamba katika nchi yake Israeli yupo nabii Elisha, kwamba nabii Elisha huyu mtu akifika kwake lazima aponywe, lazima aponywe, lazima afunguliwe, lazima awe salama. Sasa yule binti, taarifa zikamfikia mfalme. Mfalme akamtuma huyu jemedari wake, mtu ambaye ana sifa nyingi, akapelekwa na magari na nini. Sasa yule mfalme baada ya kupata taarifa taifa lake kwamba kuna waraka umekuja, akawa ameogopa. Elisha akatuma taarifa kwamba nipo nabii tumishi wa Bwana haje kwangu. Sasa Naamani akaenda. Sasa alipoenda akadhani mtumishi wa Bwana huyo Elisha atatishwa na ukubwa wake na uheshimiwa wake, kwamba kwa sababu yeye ni mkuu wa vita, ni jemedari wa vita, anaogopwa. Atadhani kwamba mtumishi wa Bwana atatishika na huo umaarufu wake, atatishika na hizo heshima alizonazo, ataenda amnyenyekee. Yeye ndiye amebeba uponyaji wake. Watumishi wa Bwana ndio wamebeba muujiza unaohitaji. Ni vizuri kuelewa kukaa vizuri na watumishi wa Bwana, kukaa vizuri na watumishi wa Bwana. Ndio maana point hii inasema tii kile unachoambiwa na watumishi wa Bwana. Watu wengi wako makanisani wameshindwa kupokea miujiza yao kwa sababu ya kutokaa vizuri na watumishi wa Bwana, kutokaa vizuri na watumishi wa Bwana. Fika mahali unawazoea watumishi wa Bwana, unaona kama wa kawaida kwa sababu ya pesa ulizonazo, umaarufu udogo ulionao, unawaona watumishi wa Bwana ni wa kawaida. Sasa huyu akafika mahali akadhani kwa sababu ya umaarufu alionao Elisha ataogopa, atatetemeka. Lakini Elisha hakufanya hivyo. Maandiko yanasema naye Elisha akampelekea mjumbe. Elisha kutoka mwenyewe akampelekea mjumbe, msaidizi wake, akakaa ndani. Jamaa, kuna mafarasi, kuna magari yamekuja, yako nje, yamemleta mheshimiwa. Kwa Mungu hakuna uheshimiwa. Uheshimiwa unakaa pembeni. Usiende kwa Mungu na umaarufu wako, usiende kwa Mungu na ubosi wako, kwamba ndio unataka kupokea muujiza na heshima zako. Heshima weka pembeni, ukutane na Mungu mwenye yeye ndiye anastahili. Pia anasema kwa jina la Yesu kila goti litapigwa. Uwe mheshimiwa, uwe ni nani, uwe ni bosi, uwe sijui ni mkurugenzi kwenye kampuni gani, uwe sijui ni mkuu kwenye kitengo gani, bado kwa Yesu kila goti litapigwa. Kwa kila goti litapigwa. Kuna mtu mheshimiwa mmoja, mtu mkubwa, alishawahi kumuongoza sala toba, akapiga magoti. Huko nje kuna walinzi wanaomlinda. Kwa Mungu uheshimiwa unakaa pembeni. Unataka kupata muujiza wako, unaenda kwa Mungu. Tutaangalia huko mbeleni. Watu wengi kwa nini wanashindwa kupokea muujiza yao? Jambo kama kutokutii. Wanaenda kwa Mungu na heshima, ubosi. Vyeo vyao vya duniani wanataka eti viheshimiwe na kwa Mungu. Na kwa Mungu. Yeye ni mfalme wa wafalme. Yeye ni Bwana wa mabwana. Anasema kwa kila goti litapigwa. Ameshika uhai wako, maisha yako hayo. Pumzi unayopumua, anajua kupumua kwako mwisho wako ni lini. Umelala kitandani sawa, Mungu ndiye anayejua, ndiye msemaji. Tulishawahi kujifunza somo hili. Somo linalosema Yesu awe msemaji wako wa mwisho. Maana yeye ndiye msemaji wako wa mwisho. Hata kama unapitia hali gani, una changamoto gani, lakini yeye ndiye mwenye hatima yako ya mwisho. Sasa huyu Elisha kutoka akatuma kijana tumishi wake, kamwambia, akasema, nenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Nenda umpe taarifa. Elisha anamwambia, nenda umpe taarifa, kuna mto Yordani ule
ule mto ulikuwa ni mchafu. Nenda akajichovye mara 7. Sasa unataka uponyaji. Unataka uponyaji, unaenda na masharti yako. Huyu jamaa, maandiko yanasema lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Sasa akatoka na hasira kwamba mimi nilidhania huyu Elisha atatoka aguse kwenye ukoma wangu, aguse atamke uponyaji nipone. Sasa ananiambia nikajiosha kwenye mito. Kiburi. Watu wengi wanashindwa kupokea miujiza. Kiburi, wana viburi. Unyenyekevu, Mungu anataka watu wenye unyenyekevu. Tutaangalia huko mbele. Unyenyekevu unahitaji na kwa Mungu, unaenda kibosibosi. Nyakati leo unakuta makanisani mtu anapiga makofi, anapiga kibosibosi, heshima. Mwenye heshima ni Mungu peke yake, anayestahili kuabudiwa. Kibosibosi, heshima. Sasa mtu huyu anaenda asema nilijua atakuja. Na hata kwenye farasi akushuka. Alitaka eti aponyeshwe pale kwenye farasi aliyokuwa amepanda. Akatoka na hasira. Anaanza sasa kulinganisha ile mito mizuri ya kule alikokuwa Sham. Kwamba anaanza kuitaja ile mito. Kwamba kule kwangu kuna mito, anasema je, Abana na Faripari, mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Anaanza kutaja na mito mizuri iliyoko kule ambako ametoka. Swali, kwa nini mito ilikuwepo na bado aliendelea kuwa na ukoma? Mito ilikuwepo, kwa nini bado aliendelea kuteseka? Maandiko yanasema akaondoka, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi, kwamba siwezi kuiona ile mito mizuri ile, siwezi nikajiosha nikawa safi. Kama ipo mbona hakujiosha? Asema akageuka, akaondoka kwa hasira. Puchu. Sasa maandiko yanasema ukiendelea kusoma mstari wa 13, asema watumishi wake wakamkaribia, wakamwambia, wakasema baba yangu, kwa upole. Ile jamaa wanakaa alikuwa na hasira. Sasa kuna watumishi wasaidizi wake walikuwa na hekima. Wakaenda taratibu. Mmoja akatumia hekima, akasema baba yangu. Hili neno la baba yangu ni neno la kujishusha. Baba yangu, kama yule nabii angelikuambia kutenda jambo kubwa, usingelitenda kwa upole. Je, si zaidi basi akikuambia ujioshe uwe safi? Huyu jamaa anaenda taratibu kwa upole. Wanamwambia baba, wanamsihi mtumishi wao, bosi wao, mtu mkubwa, lakini ana ukoma. Kwamba kweli sasa ukoma ni kwamba tu ukoma ndio labda tu kwa sababu tu ya heshima yako, lakini ungekuwa unatengwa. Hayo yote hawajayasema. Tatizo lako hilo linakuondolea sifa ulionayo. Ndio maana ni vizuri kumuita Bwana akakutoa kwenye shida ulionayo. Asema ulituma neno lake na kutuponya na kutufungua kwenye vifungo. Huyu mtu alikuwa na sifa, au watu wakamhurumia, wakamwambia baba yetu, kiongozi wetu, ili mbona ni neno rahisi sana, ueti ulichoambiwa. Hawa jamaa walikuwa na hekima. Maandiko yanasema mstari wa 14, sasa ndipo akashuka akajichovya mara 7. Jamaa akatii. Baada ya kuambiwa akajitii. Kiburi kikaondoka. Elisha na mtumishi wa Bwana nimpenda sana. Yeye hakutishika na heshima alizonazo, vyeo alivyonavyo. Kama hataki uponyaji aende abaki na ukoma wake. Wala kumwambia na alipoondoka na masia kwamba sasa mleteni jamani, mleteni basi nimuombeeni, mwekee mikono. Asipotii alichoambiwa, mwana kukosa uponyaji. Kwa hiyo kuna kanuni ya kufuata, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ili upokee hitaji lako. Moja wapo tulilosema ni kutii kile unachoambiwa na watumishi wa Bwana.
kutii unachoambiwa Bwana. Sasa mstari wa 14, mstari wa 14 nitasoma kwa sauti ya juu sana unisikilize. Asema ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Sawa sawa, sikiliza hapa sasa. Sawa sawa na neno lake yule mtumishi wa Mungu. Akafanya sawa sawa na lile neno aliloambiwa na mtumishi wa Mungu. Akaamua kutii maelekezo. Sikiliza sasa. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Msikilizaji wangu, haleluya, haleluya, haleluya. Unaona jamaa alipotii, na maandiko yanasema ndio ikawa ni kupata uponyaji wake. Akawa mnyenyekevu, kiburi kikaondoka. Kusoma huku utaona anarudi, akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi nakuomba upokee baraka kwa mtumwa wako. Kiburi kimeondoka, anaenda na sifa nyingi. Yawezekana wewe kupokea uponyaji wako, ndipo utaelewa kwamba Mungu yupo, Mungu anaweza. Kama watu wengi ambao wamefuatilia channel hii ya Sibuka TV, wameona vitu vingi ambavyo Mungu amewatendea kupitia kipindi cha maombi na maombezi. Ndio maana wengine hawabanduki kwenye channel hii. Wengine alinipigia simu akasema, hivi kipindi cha maombi na maombezi ni lini? Anaona kwamba kimechelewa, kwa sababu amemuona Mungu kupitia kipindi hiki ambacho kinakuwepo siku kama ya leo. Siku ya Jumamosi saa 12:30 hadi saa 1:30, na marudio Jumapili saa 5:30 usiku hadi saa 6:30 usiku. Kuna unachokifuatilia kwa sababu wameona matokeo. Huyu mtu alipotii akapata uponyaji. Alipopata uponyaji, kiburi kikaondoka, akarudi kwenye unyenyekevu. Lakini tunachokiona chupu nusura apoteza muujiza wake kwa sababu ya kutokutii maelekezo. Kwa hiyo jambo la kwanza, kanuni 5 za kufuata ili upokee muujiza wako. Kanuni ya kwanza ya muhimu sana ni hii ambayo tumeiona kwamba lazima utii unachoambiwa na watumishi wa Mungu. Ukiambiwa ukatii, utapokea uponyaji wako. Sasa tuingie kanuni ya pili. Zipo kanuni 5 ambazo tutaziangalia kwenye kipindi hiki, na kuhakikishia kanuni hizi utaona mambo mengine, utayaona majibu, utaona matokeo. Kanuni ya pili, kuwa na moyo ulionyenyekea wenye toba ya kweli. Kanuni ya pili ya kupokea hitaji lako, ya kupokea muujiza wako, ni kuwa na moyo ulionyenyekea wenye toba ya kweli. Muujiza, Mungu upendezwa na mtu mwenye moyo wa toba. Mungu anapendezwa na mtu mwenye moyo wa toba. Kabla ya kupokea muujiza wako, moyo wako, roho yako ni ya thamani sana mbele za Mungu kuliko muujiza. Hivyo vitu vingine ni vya ziada. Toba ya kweli ni ya muhimu. Toba ya kweli ndio inayokupa uhalali wa kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Toba ya kweli. Na bila toba ya kweli ni ngumu sana kumwona Mungu akiingilia kati juu ya maisha yako. Toba. Mungu hawezi kutishwa na jambo lolote kwenye maisha. Hakuna jambo lolote mwanadamu anaweza Mungu akatishwa na jambo lolote. Sasa toba ni ya muhimu sana. Lazima toba ya kweli ionekane katika maisha yako, mwenendo wako. Toba ni ya muhimu sana. Kama kweli unahitaji kupokea, inafungua mlango wa Mungu kuingia kati kukutetea. Kuna binti moja tulimwombea pale kanisani kipindi cha nyuma sana. Yule binti alipokuja tukaomba kwa muda mrefu,
ilikuwa ni wakati wa neno, akataka kuokoa, nikaita watu wenye wanaotaka kuombewa, akaja mbele. Sasa wakati anza kuombewa akalipuka mapepo. Baada ya kulipuka mapepo, vijana wangapi wakamchukua wakaanza kumwombea ili neno liendelee, asija karibu neno. Kabaki wakamwombea mpaka risali zima linaisha la ujumbe na mahubiri, bado endelea kumwombea. Walipomleta nikajua, unajua vifungo ambavyo viko kwa mtu kiuhalali, yani kama kuna vifungo vinaendelea vina uhalali fulani, bila toba ya kweli kufunguliwa inachukua muda. Ulimwengu wa roho una kanuni. Mungu anajua na shetani anajua. Kama una vifungo vinavyomtesa mtu viko kwa mtu kiuhalali, kutoka inachukua muda. Sasa yule walipomleta bado alipuka mapepo, nikasema huyu mtu atuelewe, maana ndio alikuwa amekuja ni mgeni. Atuelewi kwa nini vifungo hivi anashindwa kufunguliwa. Nikawaambia sasa, alikuwa anaitwa Agnes, nikasema sasa tuombe rehema, toba kwa ajili yake. Kama kuna vifungo vina uhalali, kama kuna maagano na mikataba aliingia kwa kujua kutokujua, tuombe rehema. Tukaomba rehema kwa ajili yake, tukaomba toba kwa ajili yake. Baada ya kuomba toba tukanyamaza. Yale mapepo yenyewe yakaanza kusema naondoka. Dakika sekunde chache akafunguliwa. Kwa nini? Ile toba ina maana ilimruhusu Mungu aingilie kati juu ya maisha ya yule mtu. Dhambi ni kizuizi mojawapo kinachozuia utendaji wa Mungu katika maisha ya mtu. Kwa hiyo kanuni mojawapo ya kupokea hitaji lako, mojawapo na ya muhimu sana, ni kama hivyo sema toba ya kweli. Faida ya toba ya kweli, ufungulia mlango wa kuhusiana na Mungu kikamilifu. Faida ya toba, ufungulia mlango wa kuhusiana na Mungu kikamilifu. Toba ya kweli inamruhusu Mungu aingilie kati, lakini huleta badiliko ndani ya moyo wa mtu. Huleta badiliko toba ya kweli. Mtu anapoingia toba, ndio maana ni Mungu anaingilia kati kumtetea. Kusoma habari za Zakayo. Zakayo alikuwa mtoza ushuru. Alikuwa ni mfupi. Siku moja akawa anatamani kumuona Yesu. Akaenda akapanda mti. Akajua katika ile njia kwamba Yesu atapita. Yesu alipofika pale akamwambia Zakayo kwamba yeye ataenda nyumbani kwake. Zakayo alipomkaribisha akapata neema wokovu. Ukisoma pale maandiko yanasema Zakayo akatangaza, akasema sasa kama kuna watu niliwadhulumu, sasa ninawapa mara 4 ya vitu nilivyowadhulumu, ninawapa na vitu nilivyo. Ile baada ya kuruhusu Yesu aingie ndani ya maisha yake, ina maana ile toba ya kweli ilileta badiliko ndani ya mtu, inaleta badiliko. Lakini toba, faida ya toba ya kweli ni mwanzo wa kuyaendea maisha matakatifu, maisha safi. Muujiza wa kwanza Mungu anaotaka kwako ni kukutoa kwenye maisha machafu. Muujiza wa kwanza. Ndio maana Yesu siku moja akasema itakufaidia nini unapata yote duniani unashindwa, unakosa uzima wa milele. Kwa roho yako ni ya muhimu sana, ni ya thamani sana roho yako. Unaporuhusu Yesu akaingia ndani ya maisha yako, ni mwanzo wa kupokea chochote unachokihitaji kutoka kwa Bwana. Lakini faida ya toba ya kweli ufungulia baraka za rohoni na za mwilini. Toba, anasema katika Isaya, kama mtakubali kutii mtakula mema ya nchi. Kama utakubali ukamruhusu Yesu akaingia ndani ya maisha yako, ni mojawapo ya Bwana kutenda lolote lile unalohitaji. Mara tu rudipo kwa Mungu kwa njia ya toba ya kweli, Mungu huleta kwetu baraka kama umande siku mpya. Huleta baraka katika maisha yetu unaporuhusu toba. Kuna watu wengi wanataka vya Yesu, lakini Yesu hawamtaki. Wanahitaji uponyaji. Ukiwaambia sawa, uponyaji upo, baraka zipo, lakini bado roho yako ni ya muhimu sana. Muamini Yesu. Muamini Yesu wa Bwana Mwokozi wa maisha yako, ndio kila kitu.
Na mtu mmoja alinikaribisha niombee ofisi yake, mtu mkubwa. Sasa aliponikaribisha niombee ofisi yake, akanielezea changamoto ya ile sehemu alipokuwa anafanya. Nikamwambia, sikiliza nikwambie mkuu, mimi nitakuombea, nitaondoka, lakini vizuri ukimpata Yesu akaingia ndani ya maisha yako ni salama zaidi. Hata mimi nitakapoondoka bado utakuwa na ulinzi wa kudumu, utakuwa na baraka za kudumu. Ukimpokea Yesu akaingia ndani ya maisha yako, akawa Bwana maisha yako, Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utapata ulinzi kamili, utapata baraka kamili, maana utakuwa naye. Maandiko yanasema katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 anasema Mungu aliyoko ndani yetu ni mkuu kuliko Mungu wa dunia hii. Yaani ukisha mpokea Yesu akaingia ndani ya maisha yako, ukatembea naye, ukaishi naye, tatizo ulilonalo nakwambia Mungu atafanya. Mungu atafanya. Vitu vingi unashangaa, hata vitu ambavyo uombei unashangaa Mungu anafanya hiki, anafanya hiki, anafanya hiki. Maana hivyo inakuwa ni kama chakula cha watoto. Uponyaji ni chakula cha watoto. Sijui baraka ni hivi, vyote viko ndani ya wokovu. Ndani ya wokovu unaporuhusu Yesu akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kusoma kwenye Biblia, wapo watu. Kwa nini nasema toba ya kweli? Kuna watu kwenye Biblia tutawaona walikuwa na toba, lakini toba yao haikuwa ya kweli. Watu waliotubu lakini toba yao haikuwa ya kweli. Mtu mmoja kama Yuda Iskarioti, Matendo ya Mitume sura ya 27, watu ambao walitubu lakini toba yao haikuwa ya kweli. Mathayo sura ya 27 kuanzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza hadi wa 5 sema, na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Wakamfungua, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Mstari wa 3, kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alisikitika, maana yake akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha. Akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa ni sisi, yaangalie hayo wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda akajinyonga. Huyu Yuda alikwenda kuungama kwa makuhani wanafiki badala ya kwenda kwa Yesu aliyekuwa amemkosea. Baada ya kwenda kutamka kuomba msamaha kwa Yesu, anaenda kwa makuhani wanafiki. Ndipo anaenda kuomba toba, kuomba msamaha. Hii toba yake kama nilivyosema, watu waliotubu lakini toba yao haikuwa ya kweli. Haikuwa ya kweli. Mtu mwingine ni Sauli ambaye alikosea kutokutii maelekezo ya Mungu, alikosea. Ukisoma Samueli wa kwanza, tunapomalizia Samueli wa kwanza sura ya 15, tunapomalizia hapa, huyu na yeye alienda kufanya toba lakini toba yake haikuwa ya kweli. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 30, sura ya 15 mstari wa 30 tunapomaliza, angalia maandiko akasema, nimekosa lakini uniheshimu sasa na kuomba mbele ya wazee wa watu wangu na mbele ya Israeli, rudi pamoja nami ni mwabudu Bwana Mungu wako. Huyu mtu alitenda dhambi, Sauli alikosea. Sasa Samueli anamwambia alivyokosea, anakiri, lakini anataka heshima kwenye toba. Ndio maana uko hapa kutaangalia toba mbili. Kuna toba ya Daudi na toba ya Sauli. Toba ya Sauli haikusikiwa. Akasema nimekosa lakini uniheshimu sasa na kuomba. Anaenda kuomba toba, anahitaji heshima. Msikilizaji wangu, msamaji wangu, tutaendelea tena wiki ijayo. Lakini kanuni hizi mbili ni za muhimu sana, ni za msingi kupokea muujiza wako. Basi fumba macho yako niombe, na tutaendelea tena wiki ijayo. Baba Mungu, katika jina la Yesu ninakushukuru mno. Asante kwa neno hili ambalo umetufundisha kwa habari ya kanuni ambazo tunaweza tukazifuata na kupokea muujiza. Msikilizaji wangu huyu na mtazamaji wangu huyu ambaye amesikiliza kipindi hiki, lipo hitaji alilo
nalo kupitia kanuni hizi ambazo tumeziangalia mbili. Bwana ukakutane na haja ya moyo wake, ukakutana na hitaji lake na kumtoa katika hali aliyo nayo. Asante Bwana kwa sababu ametii na kufuata kipindi na kusikiliza. Bwana kutana na haja yake katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki, kutane tena wiki ijayo katika jina la Yesu, amen. Sibuka TV.